Rais wa Marekani Donald Trump anaamini watu wote nchini Ukraine wameupenda mpango wake wa kumaliza vita katika taifa hilo dhidi ya Urusi, lakini ni mtu mmoja tu ambaye ni Volodymyr Zelensky. Rais wa Marekani amesema pendekezo lake lingeweza kuokoa maelfu ya maisha ya watu huko nchini Ukraine. Rais huyo amedai kuwa watu wa Ukraine waliunga mkono pendekezo la amani lililokataliwa na Zelensky. Hapo awali alisema kwamba Zelensky alikuwa amepoteza ardhi kwa Urusi na akamtaka afanye uchaguzi kwani muhula wake wa urais wa miaka 5 ulimalizika Mei mwaka 2024. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House siku ya Alhamisi, Trump alisema alidhani Marekani ilikuwa karibu sana na kufanikisha makubaliano kati yake na Urusi. Anasema Bwana Trump, kwa kweli zaidi ya watu nchini Ukraine wanapenda dhana ya mpango huo isipokuwa Zelensky, anasema rais huyo. Anaongeza zaidi kusema kwamba ni mpango ambao ungesimamisha mauaji ya maelfu ya watu kila mwezi, aliongeza. Trump alionyesha kuwa bado hakuna makubaliano juu ya eneo, akisema ni ngumu kidogo kwa sababu unakata ardhi kwa njia fulani, sio jambo rahisi kusuluhisha, alisema. Alikataa kufafanua ikiwa alikuwa akitafuta mapigano kama ya Korea. Hata hivyo, miongoni mwa mambo mengine ambayo ameeleza ni juu ya mpango huo uliowasilishwa na Trump mwezi uliopita, ukiripotiwa kuitaka Ukraine iondoe wanajeshi wake kutoka sehemu ya Donbas ambayo inadhibitiwa na Urusi, ambayo inadhibitiwa na Ukraine, ambayo pia ni moja ya masharti muhimu ya Urusi ya kusitisha mapigano. Zelensky amekataa kata na mara kwa mara kutoa eneo hilo, akisema suala lolote kama hilo linaweza kuamuliwa kupitia uchaguzi au kura ya maoni ya watu wa Ukraine. Urusi imesema ili kupata azimio la kina na amani tulivu, Ukraine lazima itambue mipaka yake mipya. Rais Vladimir Putin wa Urusi alisema wakati wa safari yake nchini India wiki iliyopita kwamba Moscow itaikomboa Donbas yote kwa nguvu ikiwa wanajeshi wa Ukraine watakataa kuhama. Putin amesema hamtambui Zelensky kama mkuu halali wa nchi na akasema kuwa hadhi yake inaweza kutatiza kutiwa saini kwa mkataba wa amani. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari mnamo Alhamisi kwamba Ukraine lazima ifanye uchaguzi kwani muda wa kikatiba wa rais umeisha. Hata hivyo, Marekani kupitia Rais Donald Trump ameshinikiza juu ya suala hilo, akitaka Ukraine iendelee na mchakato wa uchaguzi ili tu waweze kufanya uchaguzi, ikizingatiwa kwamba Ukraine ni taifa la kidemokrasia na hivyo demokrasia inavunjwa nchini humo kutokana na Volodymyr Zelensky kutaka kuendelea kubaki madarakani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri ulimwenguni.